Tupo katika masiku 10 ya Dhulhijja. Sasa kwa utukufu wa masiku haya 10 ya Dhulhijja, tuna kila sababu ya kuyagusia na kuyazungumzia walau kwa uchache. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja tena kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata muendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika mtajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Maalim. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Hali yako bwana? Salama. Vipi endelea? Alhamdulillah, karibu. Shukrani sana. Wanasemaje hapa? Hapa alhamdulillah tuko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Kwa mara nyingine tena. Ndio. Wanajawabu TV bwana. Wameniomba. Naomba nilifikishe kwa kuwa ulikaa muda mrefu bila kutoa madarasa. Naam. Wanatamani sana hiyo back to back. Mfululizo. Kwa hiyo wanasema mfululu. Wameanza na lugha zako tena. Vijana wa Dar es Salaam hao. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wananufaika sana, kwa hiyo sio tu kwamba ile mfululizo alafu ikawa ni kawaida tu. Wameniomba hilo kwa sababu kwao inakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo nimelifikisha, ulipokee, nadhani utalifanyia kazi inshallah. Bali na hivyo nikukaribishe sana bila kupoteza muda. Ndio. Utuambie katika siku ya leo umetuandalia darasa gani? Karibu sana mwalimu. Asante sana. Nashukuru. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imekuwa ni bahati tena Mwenyezi Mungu kutujalia kuweza kukutana tena kwa mara nyingine. Hii ni bahati. Siku hii ya leo wengi Mwenyezi Mungu amewaondoa katika ulimwengu, lakini tangu mara ya mwisho tulipokutana mimi na wewe mpaka leo tumekuja tena kukutana, wengi wameondoka hapa katikati. Ila Mwenyezi Mungu ametuweka mimi, wewe na yule anayetusikiliza. Hili ni jambo kubwa la kumshukuru Mungu na ni bahati kubwa hii Mwenyezi Mungu ametupa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hakika hatuna budi, lazima tumshukuru. Na tusipomshukuru tutazidhulumu nafsi zetu wenyewe. Kwa hiyo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa bahati na neema hii ya uzima. Lakini jambo lingine kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kukutana tukiwa wazima. Nimekuacha Januari una macho mawili, leo nakuona na macho mawili. Si chongo. Kwa jambo la kumshukuru Mungu sana. Pita mabarabarani humo tunakutana na shuruba, vitu mbalimbali. Lakini Mwenyezi Mungu amejalia uko salama. Hakika wengi wamepoteza macho yao kipindi hiki tu kifupi ambacho mimi na wewe hatujakutana. Kwa masiku haya machache tangu mara ya mwisho tuonane, nadhani takriban wiki moja. Lakini hakika kuna watu wamepoteza miguu, kuna watu wamepoteza macho, kuna watu Mwenyezi Mungu amewatia maradhi makubwa kipindi hiki. Lakini mimi na wewe tuko salama. Tumemfanyia nini Mwenyezi Mungu mpaka katujalia hili? Ni mapenzi na huruma yake. Sasa lazima tumshukuru. Na tukithirisha kumshukuru ili atuzidishie neema hizi na azidi kutuonea huruma. Sababu kweli katika hii dunia tunahitaji sana huruma ya Mungu kuliko chochote kile. Tunaitaka huruma ya Mungu kuliko kila kitu, kwa sababu hatuna tutakachokiweza bila ya huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipi tutaweza nini bila ya huruma ya Mwenyezi Mungu? Anayesoma anasoma kwa huruma ya Mungu.
mpaka akapata ilmu, ameipata ilmu aliyokuwa nayo kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Anaifanya kazi, ameipata kazi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Mpaka anafanya kazi hii leo, anapata mshahara wake ni kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Kila unachokiona ni huruma ya Mwenyezi Mungu. Hakuna chochote kilichokuwa ila ni huruma tu. Kwa hakika tuna kila sababu kubwa tena za msingi sana za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili. Kwa hivyo baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu wa umma tukufa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye sasa ndio sababu ya sisi kuhurumiwa. Maana tumeipata hii huruma ya Mwenyezi Mungu si kwa ujanja wetu, kwa huruma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu mwenyewe kamsifu, sema wewe ni rehma kwao hawa wote, rehma yao ni wewe, la si wewe mmoja ili kundi lote lingeangamia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja tu, lakini sisi tuko matrilioni ya watu. Fikiria, baada ya kuumbwa Nabii Adam mpaka kuja kwa mtume, baada ya mtume mpaka kufikia sisi leo, wamepita watu wangapi? Imepita vizazi vingapi? Lakini vyote vimepata rehema kwa sababu yake. Huyu ni kiumbe wa aina gani? Ni kiumbe wa namna gani? Lakini si binadamu tu, majini wamepata rehema kwa ajili yake. Wanyama wamepata rehema kwa ajili yake. Bahari imetulia, haileti fujo wala vurugu kwa sababu yake. Mbingu imekaa stable kwa sababu yake. Ardhi wala haileti mikiki kwa sababu yake. Kila kitu kipo kwa kiasi kwa sababu yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hana kazi yetu sisi tu, ana kazi nyingi sana hatujui tu. Lakini mimea inamswalia, miti hii inamswalia mtume, wanyama wanamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahari inamswalia, ardhi inamswalia, michanga inamswalia. Wewe usipomswalia mtume hana haja na swala yako. Vipo vingi vinamswalia kwa sababu hivi vyote vinaitambua thamani yake. Mswalie mtume, Allahumma salli wa sallim alayhi. Vyote hivi vinaitambua thamani yake, kwa sababu kama si yeye leo kusingekuwa na uso ulimwengu. Kungekuwa na dunia gani? Ipi? Hebu niambie. Mmoja katika wasemaji wakubwa sema, laulahu lam tukhriju dunya min al-adami. Lau kama si huyu mtume huyu, hii dunia isingetolewa huko ilikotoka huko. Dunia ilitolewa huko ilikotoka kwa sababu yake. Mbona bwana maneno hayo? Dunia imetoka huko ilikotoka, Mungu ndo anajua ilikokuwa. Lakini Mungu kaitoa huko kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tunastarehe naye leo, tunastareheka kwa sababu yake. Sasa mtume ni rehema kubwa sana. Amepata hasara asiyeitambua thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amepoteza kila kitu. Ameipoteza dunia, kaipoteza akhera. Wala iyadhu billahi min dhalika. Mungu atunusuru katika hilo. Amin. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kitu chetu, ndio thamani yetu, ndio kiunganisho chetu cha Mwenyezi Mungu. Huyu tuna kila sababu ya kumthamini na kumtizama kwa macho mawili. Lengo na Mwenyezi Mungu ni wote tumwabudu, asipatikanike kafiri hata huyu mmoja. Wallahi nakwambia, Mungu angepitisha safisha kusingekuwa na yeyote katika ulimwengu kama si mtume. Yani wote tungekuwa katika mstari wa haki wote, lakini mtume akamtuliza hasira, mmoja atulia. Hawa wengine pia na wao mbeleni huko wataenda tu, wataongoka. Lakini Mungu alikuwa anamswalia mtume, alikuwa haangalii. Mungu anataka nyote muwe Waislamu, mfanye ibada. Khalas, hata chingine
hawa Mayahudi nusra mpaka leo wapo wanaendelea kumkufuru Mungu kwa sababu ya mtume. Hawa manaswara wapo kwa sababu ya mtume. Mtume ndo kawaombea Mungu ache hawawepo hawa. Pamoja na dini zao na imani zao ambazo si za kweli, lakini wache waendelee kuwepo hawa. Rehema hiyo. Muona rehema hiyo? Ndio kwa mimi na wewe Mwenyezi Mungu hawa. Ngojea. Sasa Mwenyezi Mungu hii Maka hii hii ndio ya Waislamu. Huko kote fagia. Wote huko. Sisi tuzaliane huko, sasa watu waende huko akajae. Uislamu wene. Mtume alikuwa ashindwe kufanya hilo. Alikuwa ashindwe kufanya hilo. Lakini ni rehema. Cool down Mungu. Tulia. Mwenyezi Mungu akatulia. Leo sasa mimi na wewe tumekuwa Waislamu kwa sababu ya yule kamtuliza Mungu. Wazazi wetu leo wakiondoka tutawaombea kwa sababu ya yule. Tuna kila sababu ya kumtakia rehema na amani. Sana. Sana 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 sana. Usiku na mchana. Na tusilali kwa ajili yake. Tusimame kwa ajili yake. Tunamshukuru Mungu kwa vingi, lakini ni wachache wanaomshukuru Mtume Muhammad kwa kule kuwafikishia Uislamu au kujaliwa Uislamu. Wachache sana ambao watasema Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa huyu mtume huyu. Au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakushukuru kipenzi changu. Kama si wewe mimi leo nisingeujua Uislamu. Nisingemjua Allah. Lakini wewe ndio sababu ya mimi kumjua Mungu. Nani kafanya hilo? Nani kafanya hilo? Hakuna. Lakini kama wapo wachache, tusiseme hakuna. Tuiradi. Watu na siri zao. Tuna hakika wapo. Lakini yote kwa yote ni muhimu sana kumtakia rehema na amani kipenzi chetu huyu wa umma. Ndugu zangu, na furaha kubwa sana ya leo kuweza kukutana tena kwa mara nyingine katika muendelezo na mlolongo wetu wa madarasa haya yetu mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiroho na mambo mengi mbalimbali ya kidini. Na katika muendelezo wetu huu ama mlolongo wetu huu leo umetuangukia tukiwa katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Tupo katika masiku 10 ya Dhulhijja. Sasa kwa utukufu wa masiku haya 10 ya Dhulhijja, tuna kila sababu ya kuyagusia na kuyazungumzia walau kwa uchache. Haya masiku 10 ya Dhulhijja. Sababu ni masiku matukufu sana. Ni masiku bora katika masiku bora mno. Na sisi leo tumekutana au Mungu ametukutanisha katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa tuna sababu zote kwanza za kuweka kituo katika haya masiku 10 ya Dhulhijja ili watu tuweze kunufaika na masiku haya. Tuna muendelezo wa madarasa mbalimbali ambayo tumeyatoa nyuma na bado hatukuyamalizia, kama darasa la mwisho la namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu kupitia waja wema na mema yao ili kusahilishiwa sisi mambo yetu, atakufanikiwa kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia wao. Ni jambo kubwa sana hili, na wallahi nataka niseme kwa ufupi, kila aliyefanikiwa kumfikia Mungu amefikishwa na aliyefanikiwa kumfikia Mungu. Kila unayemwona amefanikiwa kumfikia Mungu, amefanikiwa kumfikia Mungu kwa sababu kuna ambaye amemshika mkono, na huyo aliyemshika mkono na yeye alishafanikiwa kumfikia Mungu, na yeye kashikwa mkono. Kwa ni suala muhimu sana ambalo nimeliona niliseme lile. Na lile nitaendelea kulisema na kulitolea ufafanuzi. Ni jambo muhimu kwa sababu tunapata tabu. Tunapata shida sana.
Tunapata shida sana, na bado tupo katika shida. Sasa ni muhimu kuweza kugusa katika kila nyanja, kila pande, kila sehemu, na katika haya yote lazima litapatikanika moja ambalo litamtoa mtu katika mtihani. Kama hili la kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia hawa waja wema na mema yao, wallahi wengi watanusurika na vitu vingi sana, vingi mno sana. Sasa nitakuja kulitolea lile mlolongo na muendelezo wake mzuri ili watu tuweze kunufaika nao. Lakini tukirudi katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, nitayazungumzia kwa ufupi na kwa uchache sana. Tukianza na mwenyewe Mwenyezi Mungu Mola, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mungu anasema wal fajr wa layali al-ashr. Mungu anaapa kwa wakati wa alfajir na masiku 10. Sawa haya Dhulhijja. Mwenyezi Mungu haya masiku 10 ameapa katika Qur'ani kwa haya masiku 10 ya Dhulhijja. Ubora wake ni mkubwa sana. Ziko hadithi nyingi sana za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizozungumzia ubora wa masiku haya 10. Hadithi nyingi sana za Mtume. Mara moja Mtume aliulizwa na maswahaba kuhusiana na masiku haya 10, ubora wake. Mtume alisema mwenye kufunga masiku haya 10, sawa, ni mbora mtu huyo kuliko mtu mwenye kupigana vita jihadi. Yani mwenye kujitoa katika njia ya Mungu. Aliyefunga masiku haya 10 ama atakayefunga masiku haya 10 ni mbora kuliko mtu anayepigana jihadi. Hadithi hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ziko hadithi nyingi zinazoelezea haya masiku 10 na faida zake, lakini mimi kuna hadithi moja leo nitaitoa kwa faida. Hadithi hii inaelezea fadhila sasa za kufunga katika haya masiku 10. Hadithi hii inaelezea sasa fadhila za kufunga ile siku ya kwanza ya masiku 10, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Lakini kwanza tutambue ubora wa masiku haya. Jambo la kwanza ni kufunga. Jambo la kwanza la masiku haya 10 ambalo tunalotakiwa tuwe nalo ama tunalotakiwa kulifahamu ni kufunga. Leo nitazungumza kwa ufupi sana, lakini ni jambo ambalo linahitaji muda wa kutosha na kulizungumzia kwa kina sana. Kuna sababu ya mtu kufunga katika haya masiku 10, kwa sababu Mungu ndo anayejua siri ya haya masiku 10 hasa, ila fadhila zake tumewekewa wazi. Tunazitambua. Mtume katubainishia fadhila za masiku haya 10 ya Dhulhijja. Sasa haya masiku 10 haya pia yana ibada zake tofauti tofauti, lakini tumehusiwa sana na Mtume kufanya wema katika haya masiku 10 sana, na kufanya ibada mbali kadiri mtu awezavyo. Mtu unatakiwa kujipinda katika haya masiku 10 kufanya ibada, sababu ibada utakayoifanya katika haya masiku 10 ni bora kuliko ibada zingine utakazozifanya katika miezi 80 na kadhalika. Ibada utakayoifanya katika mwezi huu, sawa, katika haya masiku haya 10 haya ni bora mno kuliko miezi mingine hata 80, na kuna riwaya zingine mpaka imefikia hatua miaka 60 na miaka 80 ibada utakazozifanya katika mwezi huu, katika masiku haya 10 kumradhi. Kwa ni masiku bora sana ambayo tuna wajibu na kila sababu ya kuyakimbilia na kuyafanyia hima. Fadhila zake ni nyingi, ubora wake ni mkubwa sana. Lakini kwa akali, kwa uchache, tutaje ubora wa kufunga wa siku hizi za Dhulhijja. Ubora wake kwa mtu atakayefunga saumu ya siku ya kwanza anapata nini, siku ya pili anapata nini, sawa, na kuendelea. Mwenye kufunga ile siku ya kwanza
ya haya masiku 10 ya Dhulhijja ni sawa sawa na amefunga miezi 60 ya kawaida. Na mwenye kufunga siku ya kesho ni sawa sawa na amefunga miezi 80 ya kawaida. Sasa inaenda ikipanda hivyo, sawa, mpaka mwenye kufunga ile siku ya mwisho, siku ya 9, ni sawa sawa na alifunga miaka 60. Ni sawa sawa na mtu aliyefunga miaka 60. Hebu angalie ubora wa hayo masiku, utaona kwamba ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua siri yake. Sawa? Okay. Hakuna katika mwezi wa Ramadhani siku ambayo mtu utafunga itakuwa ni sawa sawa na miaka 60. Lakini utayapata katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Hatulinganishi ibada, lakini tutazungumzia ubora wa haya masiku 10 Dhulhijja na faida zake na thamani iliyokuwepo katika haya masiku. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana watu kuyakimbilia kwa kufunga masiku haya 10 ya Dhulhijja. Lakini mwenye kupata ile siku ya mwisho ya 9 kwa kufunga, inakuwa kwake ni kafara ya madhambi ya miaka 60. Riwaya zingine ni miaka 80. Ile siku ya 9 yenyewe ile, atakaifunga siku ile, ni siku bora sana 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 mno kuliko masiku yote. Siku ile ni siku bora, ni siku tukufu sana. Sasa ibada za saumu tunazozifanya zitakuwa bora sana katika haya masiku 10 ikiwa kama tutaambatanisha na ibada ya kuchinja. Haya ni masiku ya kuchinja. Masiku haya, yuko bwana mmoja alikuwa akichinja kila siku katika haya masiku 10. Kila siku anachinja mpaka ile siku ya mwisho sasa inayotakiwa kuchinja. Kila siku anafunga, baada ya maghrib anachinja, anaichinjia saumu yake. Wallahi, Mungu ndo anayejua namna ambavyo alivyofadhilika. Alipata fadhila kubwa sana, ubora mkubwa sana, mambo mengi sana alimdhihirikia na vitu vingi sana. Kuchinja katika haya masiku 10 ni jambo kubwa na muhimu sana kwa mwenye uwezo. Ukijaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya kupata kichinjo, ndugu yangu, chinja. Zisukumizie saumu zako kwa Mola kwa kichinjo. Na aswa ile siku sasa ya Eid ndo pale mtu achinja. Allah, inakuwa ni mujarrab sana. Sawa Ile siku ya Eid sasa pale ndio mtu achinja. Lakini sasa ukija katika mambo yetu, sawa, mambo yetu huko sasa. Sisi huko tuna mambo yetu huko. Kila mmoja na ya kwake. Na sisi tuna ya kwetu sasa. Yapo. Ya kwetu yani. Ya kunongonezana. Ya kunongonezana mambo. Sasa lazima sisi tunongonezane. Bwana we, bwana haya. Hiyo hapo. Signal. Sasa kwenye kunongonezana huko, mimi leo nitawanongoneza watu jambo katika haya masiku 10. Tanongoneza watu mambo mawili. Kama Mungu atakujalia uwezo, ununua vichinjo hivi viwili. Kondoo mmoja mchinje usiku ile wa siku ya 9. Sawa, kwa kafara ya madhambi yako na maisha yako yote na kila kitu. Na hii ibada hii ya haya masiku 9 yaliyopita, kwa maana ndio inakuwa imekamilika siku ya 10 hiyo. Mwenyezi Mungu aipokee, na haja zako Mwenyezi Mungu azipokee. Na kondoo mwingine utamchinja asubuhi.
Kwenye ile siku ya 9. Sasa huyu kondoo wa usiku huyu kishamchinja yule, ile nyama yake huli wewe na familia yako hamli. Ile nyama yake unaitoa sadaka. Okay. Lakini yule wa asubuhi sasa yule ndio nyinyi mtakula. Atakayefanya hili atakuja kusema fadhila zake. Okay. Na baraka zake. Lakini kwenye kuchinja mtu utie nia na chinja kwa kafara ya madhambi yangu niliyoyafanya mimi na baba yangu na mama yangu na mwanangu na nani. Tunachinja kwa kafara ya madhambi yetu tuliyoyafanya mwaka mzima na tutakayoyafanya. Mungu tusamehe. Hiyo siku ya 9 mtu ukachinje hivyo. Ule usiku ule. Wallahi tukafanya. Tutaona siri yake. Tutaona siri yake. Mungu ndo anayejua, lakini tutaona siri yake. Ni ibada kubwa sana. Na asubuhi pakikucha sasa, kabla ya kwenda msikitini, unachinja pale. Sawa, sasa ile ndio tuna nyinyi mtakula, mtafanya nini. Na siku hiyo ukichinja hivyo, wallahi asubuhi kikucha unaiona, unaweza kuona sana dunia nyingine. Upo katika dunia nyingine. Na ni msafi kama mtu aliyekuweko Maka ukifanya hivyo. Okay. Yani kama yule alienda Maka akarudi kasamehewa madhambi yake yote. Na wewe ile siku ya asubuhi sasa ya Eid utakuwa msafi kama yule aliyokuwa kule Maka. Okay. Dhambi zako zote Mungu amezisamehe. Utofauti wako wewe na yule kaenda kufanya ibada ya hija. Yule kaenda kufanya ibada ya hija. Lakini uenda hata wewe ukapata fadhila za ibada ile ya hija, ukalipwa kila kitu. Tufanye hivyo, Mwenyezi Mungu atukubali. Amen. Lakini katika haya masiku 9 kuna swala. Kuna swala ambayo hiyo mtu ukiswali ni bora sana. Tena kama utaweza ifanye kila siku. Sunna hizi ni rakaa 2. Ni sunnat haja. Kwa haja yako. Tena kwa saumu ya masiku haya 10. Mwenyezi Mungu atakabali. Utaswali rakaa 2. Na katika kila rakaa moja, ile rakaa ya kwanza katika qiyam baada ya suratul Fatiha, utasoma Ikhlas, Qul huwallahu ahad mara 10. Sawa? Ukimaliza katika rakaa ya pili utasoma inna a'tainaka mara 10. Ukimaliza hapo utasoma wal fajr mara 2. Utaenda utarukua, utamaliza rakaa yako. Ukishaimaliza ile rakaa utatoa salamu. Alafu utasujudu mara 5. Baada ya salamu. Baada ya salamu utasujudu mara 5. Mara ya kwanza utasujudu, utaomba haja yako kwa Mwenyezi Mungu. Utarudi, utasujudu tena. Utarudi, utasujudu tena. Utarudi, utasujudu tena mara 5. Na katika hizo zote unaomba haja zako. Unaomba haja yako, na haja yako iwe ni hii moja. Okay. Hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Japokuwa yeye alifanya hivyo kumshukuru Mungu. Ila hadithi ipo, hadithi sahihi. Mtume kasujudu mara 5. Kwa utasujudu mara 5 kwa haja zako. Baada ya kusujudu ile mara ya 5 utatoa salamu. Utasubiri wakati mwingine utaifanya tena. Ni sunna muhimu sana kuifanya katika haya masiku 10. Okay. Lakini tukithirishe sana uradi, nyiradi hizi 2. Ya Hayyu ya Qayyum. Na ya Dhul Jalali wal Ikram. Ya Hayyu
ya Qayyum. Idadi ndogo ni mara 1000. Hiyo ni idadi ya mwisho ndogo. Ya Dhul Jalali wal Ikram, idadi ndogo mara 1000 utakayoiweza katika haya masiku 10 ifanye. Lakini kikubwa pia ni mtu kukithirisha kufanya mambo ya kheri yanayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haswa kuchinja. Tukithirishe sana kuchinja katika haya masiku 10. Tukikithirisha kuchinja tutapanda daraja. Tena kuchinja, uchinje kwa sababu, haswa uchinje kwa ajili ya kusamehewa madhambi. Ni kitu kikubwa sana. Tunachinja kwa haja zetu, lakini kuna kuchinja kwa kusamehewa madhambi. Ni jambo kubwa sana hili. Shekhe, ni jambo kubwa sana. Mtu unachinja kwa nia, Mwenyezi Mungu nisamehe dhambi yangu fulani, nisamehe dhambi fulani. Ni ibada za wacha Mungu hizi. Sasa ndugu zangu, nawasihi na kuwahusia juu ya haya masiku 10 tuyatumie vyema, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutukubali na kutusahilishia mambo yetu. Tuna haja nyingi sana. Hii ni bahati kuyafika haya masiku 10 na kufikiwa na haya masiku 10. Tena angalia, mtu ukifunga haya masiku 10 ile siku ya kwanza na ukafariki katikati na nia yako ilikuwa ni kuyafunga yote, basi unalipwa kana kwamba umeyafunga masiku yote. Azimia kufunga na anza kufunga. Lakini pia vile vile ibada ya sadaqa katika haya masiku 10 ina fadhila kubwa sana. Kawaida ya ibada ya sadaqa muda wote ina fadhila na ina ubora mkubwa. Lakini kile utakachokifanya katika masiku haya 10 kwa miezi mingine ni manake kwa miezi mingine ni sawa na miezi 60. Yaani kadiri chochote utakachokifanya katika masiku haya kwa miezi mingine, fadhila zake ni sawa na miezi 60. Mtu akafanya kwa miezi 60 na ile siku ya mwisho ni sawa na miaka 80 au miaka 60. Kwa ule wema utakaofanya katika haya masiku 10. Kwa ni muhimu sana kuyakimbilia kwa hima kadiri tuwezavyo, ili tuweze kuyafungua maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera. Kwa haya machache Januari niliwasema, leo tutosheke nayo haya. Kwa bado tupo na tuna mengi ya kujifunza inshallah. Tutakuja kuendelea na mambo mbalimbali. Lakini leo tumeona tuyawai haya masiku 10 kuyazungumzia walau kwa uchache, ili watu tuweze kuona ubora wake na faida yake na kuyafanyia kazi. Al-kamalu lillah, kamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilipokosea Mungu anisamehe, na wapenzi wetu watazamaji wa Jawab TV pia tulipoteleza kwa namna yoyote ile, mtuwie radhi, mtusamehe. Kamilifu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa assalamu alaykum wa afwa minkum wa minkum. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wapenzi watazamaji wa Jawab TV, kwanza kabisa niwapongeze kwa kutenga muda wenu kuanzia pale ambapo tumeanza hadi hapa ambapo tumefika. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana na tunawapenda sana. Kikubwa zaidi kile ambacho umekiongea hapa Maalim, tukichukue kisha tukifanyie kazi. Siku bado zipo, basi tufanye yale ambayo ni mema kwa ajili ya kesho yetu pia. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawab TV, fumbuzo mambo ya kiroho. Naam. Mwenyezi Mungu atakabalie. Amin. Shukran sana.